Siasa huwa mchezo mchafu na yote anayejitosa ndani sharti awe na nguvu za ziada kustahimili makali yake. Wengi wa wanasiasa hutumbukia ndani ya tasnia hii na baada ya muda mchache wanaishia kusahaulika kabisa mdomoni na akilini pa wafuasi wao. Kushindwa uchaguzi au kushinda na baadaye kusalia kimya ghalabu humfanya mwanasiasa kusahaulika na kutokomea kabisa. Ila yupo Jagina Sogora na mbabe wa siasa ambaye miaka nenda miaka rudi amesalia kurindima na kutikisa miamba ya siasa, ima yu kimya au anazipiga siasa zenyewe. Uwepo wake siasani umemfanya kuwa tumaini la wengi, wakihisi kila akikohoa lazima pawepo na hatua itakayochukuliwa na utawala husika. Raila Amolo Odinga ndilo jina ambalo siku zote halikauki midomoni mwa watu. Wanaompenda na wasiompenda kwa kauli sawa, muda mwingi hujikuta wakisema yake na michango aliyohusika kwayo katika kuleta mabadiliko kwenye utawala wa kiimla. Anazungumzwa kwa mapana na marefu, si Afrika si Ulaya, si Asia si Marekani, Kenya wala hata usiseme. Huyu ni mwamba kwenye ulimwengu wa karne ya sasa, akitajwa pembe zote zinazizima. Raila Odinga amekuwepo tangu utawala wake hayati Rais Moi na mpaka enzi za utawala wake Rais Ruto angali anamiliki nguvu za kutikisa serikali licha ya umri wake. Amemilikishwa majina mengi yanayoendana na utendakazi wake kwa Wakenya. Hatua hii ya kupigania uhuru wa kuwepo kwa vyama vingi ndio akakutana na dhulma zake Rais Moi, ila hili halikumpunguzia makali na hapo akaitwa Baba Jacom Enigma kuafiki ubora wake. Shughuli zote za kutafuta usawa kwenye ngazi za utawala, hapo ndipo utamkuta mwanademokrasia huyu akipiga mishemishe mradi vyote viende sawa. Wengi wa wafuasi wake wanamuona tegemeo katika kuwatetea pindi serikali inapojitia kumkandamiza Mkenya. Leo maktaba yangu inachanganua maisha ya mwanademokrasia huyu nguli asiyekata tamaa asilani. Amewania wadhifa wa urais mara 5 ila hakufaulu, akitaja zoezi hizo zote zenye udanganyifu na wizi uliokithiri. Yapo mahangaiko mengi yake Odinga ambayo ameweza kuyamudu, kutoka kwenye fani za siasa mpaka maisha yake ya kawaida. Ila tutaanza na usuli wake huyu bingwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 kwenye hospitali ya kimisheni ya kanisa la Kianglikana Maseno, wilaya ya Kisumu katika mkoa wa Nyanza, na wazazi wake wakiwa Mary Juma Odinga na Jaramogi Oginga Odinga. Raila Odinga alianza elimu yake katika shule za msingi za Kisumu Union Primary, Maranda Primary huko Bondo na Maranda High School mtawalia hadi mwaka 1962 alipohamishwa na kupelekwa Ujerumani. Huko Ujerumani, Sogora huyu alijibidiisha katika kusoma Kijerumani na baadaye akawajibikia kozi ya kuchomelea vyuma, kisha akafuzu na kupokea cheti cha taaluma hiyo mwaka 1970. Huku haya yakiendelea, visa vya vita baridi vilikuwa vikiendelea na Odinga akawa kiungo muhimu katika kuwafaidi marafiki zake kutoka East Germany, kwani alikuwa akitoa bidhaa adhimu na adimu ambazo hazikupatikana maeneo yao kutoka West Berlin na akazipeleka East Berlin kwa urahisi. Pindi tu baada ya kumaliza masomo yake na kufuzu, Odinga alihiari kurudi Kenya mwaka huu 1970 na mwaka uliofuata 1971 akaanzisha kampuni yake ya East African Spectre iliyojikita na inazidi kujikita katika kutoa huduma za gesi, ikiwa ya kipekee nchini Kenya. Ubunifu na weledi wake Raila Odinga ulianza kudhihirika katika nyanja mbalimbali. Mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa KEBS mwaka 1974 ikamtangaza Raila Odinga kuwa meneja wake, wadhifa alioshikilia kwa kipindi cha miaka 4, na baadaye akapandishwa hadhi ya kuwa naibu mkurugenzi kutoka mwaka 1978 hadi alipotuhumiwa kwa kosa la kujaribu kuigeuza serikali ya rais wa wakati huo Moi Agosti mosi mwaka 1982. Baada ya jaribio la kuigeuza serikali kufeli, Raila Odinga pamoja na babake Jaramogi Oginga Odinga walihusishwa pakubwa na njama hiyo na wakawekwa kwenye kifungo cha nyumbani kwa miezi 7. Odinga baadaye alifungwa gerezani miaka 6 bila kupitishwa mahakamani kwa kosa la uhaini. Zoezi hili la kuigeuza serikali lilipelekea wanajeshi wengi waasi na mamia ya Wakenya pamoja na wageni kutoka nje ya nchi kufariki, Rais Moi akivunjilia mbali vikosi vyote vya usalama na kurudisha mamlaka mengi kwake, ikiwa ni pamoja na kuwapa kazi wandani wake. Raila Odinga alitupwa ndani mwaka 1982 na Februari mwaka 1988
aliachiliwa huru kabla ya kukamatwa tena Agosti mwaka huo na kisha kuwekwa huru Juni mwaka 1989 kwa kuanzisha mchakato wa kuwepo kwa vyama vingi. Ikumbuka enzi hizo ulikuwa utawala wa chama kimoja cha baba na mama ulioendeshwa kwa mabavu, na yote aliyejaribu kumkirihi Moi kwa kujihusisha na mkakati kama huu alikiona cha mtemakuni. Wakati akiwa gerezani Odinga, mamake Mary Juma Odinga aliaga dunia na ilichukua miezi miwili kwa maafisa wa gereza kumfikishia Raila Odinga ripoti kwamba mamake kipenzi alikwisha fariki. Juni 12 mwaka 1982, Raila Odinga pamoja na Charles Rubia na Kenneth Matiba walifungwa ndani kwa kuzidisha mihemko ya kuwepo kwa uhuru wa vyama vingi. Na Juni 21 mwaka 1991, Raila Odinga akaachiliwa huru. Mwezi wa Oktoba mwaka huo, Raila Odinga alitimkia taifa la Norway. Hii ni baada ya kupata habari kwamba palikuwa na njama ya kumwangamiza iliyodhaminiwa na serikali. Muda huo akiwa Norway, chama cha Forum for Restoration of Democracy FORD kiliasisiwa kwa madhumuni ya kutia msukumo zaidi wa kidemokrasia. Na Februari mwaka 1992, Raila Odinga alirejea Kenya na akajiunga nacho akiwa naibu mwenyekiti wa kamati ya masuala jumla ya chama hicho kikiongozwa na babaye Jaramogi Oginga Odinga. Miezi michache kabla ya uchaguzi wa mwaka 1992, chama hicho kiligawanyika na kuzaa chama cha Ford Kenya na Ford Asili. Ford Asili iliongozwa na marehemu Kenneth Matiba na Ford Kenya ikisimamiwa na Jaramogi Oginga Odinga. Raila Odinga ndani ya Ford Kenya aliteuliwa kuhudumu wadhifa wa naibu mkurugenzi wa chaguzi chamani. Baada ya uchaguzi kufanywa, alichaguliwa mbunge wa Lang'ata Kimbwaga Philip Liki wa chama cha KANU aliyeshikilia wadhifa huo wa ubunge. Kifo cha Jaramogi Oginga Odinga mwaka 1994 kilipisha Michael kijana wa Malwa kuhudumu kama mwenyekiti, lakini Raila Odinga alikimezea mate kiti hicho, na uchaguzi ulipofanywa kwenye chama, matokeo yakawa kinyume na matakwa yake Raila Odinga, na hapo akajiuzulu akiutaja uchaguzi huo wenye utata mwingi, na hapo akahiari kujiunga na chama cha National Development Party NDP. Mwaka 1997 Raila Odinga akafanya jaribio lake la kwanza kuwania urais, ambapo alimaliza kwenye nafasi ya 3 nyuma ya Rais Moi na Mwai Kibaki, ila alihifadhi kiti chake cha ubunge Lang'ata. Katika hali ya kushangaza, Raila Odinga aliamua kumuunga mkono adui yake wa miaka mingi siasani, Rais Moi pamoja na serikali yake. Hatua hii ilizua mjadala, huku wengi wakimkosoa Raila Odinga kwa uamuzi wake ambao haukuendana na sera zake za uongozi. Hapo chama cha NDP kikajiunga na chama cha KANU na kuipa KANU sura mpya iliyoitwa New KANU. Moi alimkabidhi Raila Odinga kiti cha waziri wa kawi, na Juni mwaka 2001 KANU ilifanya uchaguzi na Raila Odinga akachaguliwa katibu mkuu wa chama cha KANU akimwengua Joseph Kamodho. Ukuruba wake na Moi ulimpa matumaini makubwa kwamba Moi angemuidhinisha kumrithi baada ya kustaafu, ila naye kumbe Moi alikuwa na mawazo tofauti. Moi alimuidhinisha Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa limbukeni siasa wa umri wa miaka 38. Wengi wa wanachama wa KANU ndio sasa wakahisi kwamba wamechezewa shere, na hapo wakaondoka kwenye chama cha KANU wakiongozwa naye Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti na wengineo. Hapo vuguvugu la Rainbow lilisukwa na viongozi wote waliohisi kuchezewa shere na Moi ndio wakajiunga nacho. Rainbow ilijiunga na Liberal Democratic Party LDP, ambapo baadaye kikaunga nguvu na chama cha upinzani cha National Alliance Party of Kenya kikiongozwa na Mwai Kibaki. Ujio huu ndio ukazaa muungano wa National Rainbow Coalition. Awali ilikuwa imesadikika kwamba mzozo ungejitokeza ikifika ni kumteua mpeperushaji bendera ya NARC na kumpa Moi uraisi kwenye kampeni za kumpokeza Uhuru Kenyatta mamlaka. Ila kwa kujinyima na kwa kishujaa, Raila Odinga akatangaza Kibaki tosha. Raila na viongozi wengine walimfanyia kampeni Kibaki haswa baada yake kupata ajali alikokuwa akitoka Machakos, na baada ya matokeo kutangazwa, upinzani ukaibuka na ushindi wa 67%. Rais Kibaki alianza kuipanga serikali yake, lakini alidinda kuheshimu mkataba wa makubaliano uliotiwa sahihi naye pamoja na Odinga kwamba angemteua waziri mkuu, na kama hilo halikutosha, Rais Kibaki alikosa kumpa Odinga nusu ya baraza la mawaziri, na badala yake aliwapa viti hivyo wandani wake ndani ya NARC pamoja na kuipa upinzani kuhudumu kwenye baraza la mawaziri. Hapo Odinga akahisi kutumika vibaya.
Mwaka 2005 serikali yake Kibaki ilidhamiria kujizidishia nguvu kwa kuzipokonya serikali za mikoa kinyume na makubaliano ya hapo awali. Raila Odinga ndio sasa kahisi yamemfika kooni. Baraza la mawaziri liligawanyika mara mbili, wengine wakimunga mkono Kibaki na wengine wakimunga mkono Raila Odinga. Kura ya maoni ilipofanywa Novemba 21 mwaka 2005, Odinga kambwaga Kibaki kwa 57% dhidi ya 43, ambapo kati ya mikoa 8 mkoa mmoja wakati ndio uliomuunga mkono Kibaki. Mwezi huo tarehe 23 Kibaki akawafuta kazi mawaziri wote, na aliposuka lingine Odinga na chama chake wakaachwa nje. Mwaka 2007 kwenye matayarisho ya uchaguzi mkuu, Raila Odinga alilalama kwamba serikali ilikuwa ikipanga njama ya kuhujumu uchaguzi kwa kuzishikilia vitambulisho vya wapiga kura wa ngome yake Raila Odinga. Pia aliongeza kuwa mpango wa serikali kuongeza maeneo bunge mengine 30 yalilenga kumpa ushindi Kibaki. Agosti 2 mwaka 2007, chama cha ODM Kenya ambacho kilibuniwa baada ya kura ya maoni kiligawanyika na kukawa na ODM ikiongozwa naye Raila Odinga, huku ODM Kenya ikibaki na Kalonzo Musyoka. Septemba 1 mwaka 2007, ODM iliandaa uchaguzi wa wajumbe. Raila Odinga kaibuka mshindi wa kupeperusha bendera ya chungwa dhidi ya Kibaki, huku Musalia Mudavadi akiwa mgombea mwenza baada ya kumaliza wa pili kwa uchaguzi huo wa wajumbe, huku William Ruto akimaliza wa tatu. Uchaguzi ulipotangazwa Disemba 30 baada ya kuandaliwa tarehe 27, Odinga na mrengo wake walikataa matokeo hayo, hatua iliyosababisha kuwepo kwa machafuko sehemu mbalimbali, ambapo zaidi ya watu 1000 walikufa huku 250,000 wakiachwa bila makao. Ghasia hizi zilidumu kwa miezi miwili, na hapo aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan akawa msuluhishaji mkuu wa zogo hizo, na hapo serikali ya mseto ikaundwa kati ya Kibaki na Odinga. Mwaka 2013, Raila Odinga kwa mara nyingine tena akaingia debeni kwa mara ya tatu kuwania urais, akimenyana na Uhuru Kenyatta, mgombea mwenza wake akiwa Stephen Kalonzo Musyoka chini ya mwavuli wa CORD, ambapo alishindwa kwa kura 6,73,433 dhidi ya kura 5,340,546, hiyo ikiwa 50.51% kwa 43.70. Raila Odinga alipinga matokeo hayo na kukata rufaa kwenye mahakama ya upeo na jaji mkuu Willy Mutunga wakati huo akiongoza majaji wengine kutupilia mbali rufaa hiyo. Mwaka 2017, mng'ang'aniaji asiyejua kukata tamaa alijimoya ulingoni kwa mara ya 4 kujaribu bahati ya kuongoza nchi chini ya muungano wa NASA, ila bado hakufanikiwa, na mara hii akikata rufaa. Mahakama ya upeo ikiongozwa na jaji mkuu David Kenani Maraga ikatupilia mbali ushindi wa Uhuru Kenyatta na kuagiza tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuandaa uchaguzi mwingine chini ya siku 60. Raila Odinga alisusia marudio hayo akisema haingekuwa tofauti na hapo awali, kwani hapakuwa na mchakato wowote uliofanywa kuzuia udanganyifu kutokea. Januari 30 mwaka 2018, Raila Odinga alijiapisha kama rais wa watu, yani People's President, zoezi lililoongozwa na Miguna. Mwezi mmoja baadaye, Machi 9 mwaka huo, kwa hali isiyotarajiwa, Rais Uhuru Kenyatta wakajitokeza pamoja na Raila Odinga Harambee House na kuahidi kuzika tofauti zao na kuanza kushirikiana. Ushirikiano huu ukaanzisha mchakato wa kuangazia masuala tata ambayo ndio kwa mujibu wao yalilitokomeza Kenya kwenye lindi la vurumai kila baada ya uchaguzi. Mwaka 2022 ndio ukatajwa kuwa wa mwafaka kwa Raila Odinga kushinda kiti cha urais, akiungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta dhidi ya mpinzani wake William Ruto, mara hii akisafiria chombo cha Azimio One Kenya Coalition, ambapo Ruto alimbwaga kivoloya na kudidimiza kabisa matumaini yake ya kuliongoza taifa. Wanasema wengi kuwa Raila Odinga ndiye rais ambaye hakubahatika kuwa rais. Sera zake kiuhalisia zililenga kuboresha hali ya maisha wa Kenya. Alijitolea kwa damu na mwili kutimiza ndoto zake. Hapa nashindwa kufahamu ni kipi kisicho sawa. Maswali yanakuwa mengi kuliko majibu. Iweje hili ni nadra sana kutimia? Mungu muona sirini ndiye mwenye jawabu lililo sahihi. Lakini kwa sasa hivi huenda Raila Odinga amebarikiwa kwingineko, sasa hivi akitia juhudi zaidi kutoa wenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tutaona iwapo kadi mara hii itaangukia upande wa kwake. Kadi tama wa tamati. Maktaba yangu kumhusu mwanasiasa nguli mbabe Raila Odinga imefika
kikomo. Naitwa Dante. Kama